Karibu kwenye habari za michezo na burudani. Jina langu ni Esther Mtebe. Tunaanza habari za michezo kitaifa. Kocha mkuu wa timu ya soka ya taifa ya wanawake Twiga Stars, Bakari Shime, amesema maandalizi ya Twiga Stars kuelekea fainali za WAFCON 2026 zinazofanyika nchini Morocco kuanzia Julai 26 yanaendelea vizuri, huku akieleza kuwa kiwango cha ushindani kambini ni kikubwa kutokana na kila mchezaji kutaka kujihakikishia nafasi kwenye kikosi cha mwisho. Aidha, Twiga Stars imekuwa kambini na kikosi cha awali cha wachezaji 32 ambapo benchi la ufundi linaendelea kufanya tathmini kabla ya kutangaza kikosi cha mwisho kitakachoiwakilisha Tanzania kwenye michuano hiyo. Kila nafasi ilikuwa na zaidi ya watu watatu mpaka wawili. Kwa hiyo kila mmoja alikuwa na tamani ya sehemu ya timu, kwa hiyo walikuwa wanafanya kwa juhudi kubwa na tunatarajia kupata michezo miwili, lakini yote tutaichezea kwenye mji wa mashindano, kwa maana pale Rabat. Tuna mechi tarehe 19 dhidi ya Nigeria na tarehe 22 na timu kati ya Ghana ama Mali. Na malengo ya mechi hizo ni kujaribu kuona hichi ambacho tumekifanya kwa takribani wiki 3, ni sehemu gani tumefanya vizuri, ni sehemu gani tunahitaji tena kuongeza nguvu ili kuweza kurekebisha performance yetu ya kwanza dhidi ya Afrika Kusini tarehe 27. Kwingineko, makamu wa kwanza wa rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, Athumani Nyamlani, amewataka waamuzi wa FIFA na Elite kuzingatia uadilifu na weledi katika kutekeleza majukumu yao ili kulinda heshima ya mchezo wa soka. Akifungua kozi ya waamuzi wa FIFA na Elite, Nyamlani amesisitiza kuwa waamuzi wanapaswa kujiepusha na vitendo vya upangaji wa matokeo kupitia betting pamoja na rushwa, akieleza kuwa vitendo hivyo vinahatarisha uaminifu wa mashindano na maendeleo ya soka nchini. Kikubwa tunasisitiza, tuna magonjwa mawili yanaingia. Tuna beti, mjiepushe nayo, kwa sababu ubeti ukiwa wewe ni mwamuzi ni dhulma. Utakuwa unadhulumu haki za timu, haki za wachezaji, haki za viongozi, haki za sponsors na haki ya kila mtu. Cha pili, tunasisitiza tena rushwa. Wakati mwingine tunatumia nguvu nyingi kuwatetea, na uliwishi sisi tuone nyinyi mnachezesha World Cup Finals, AFCON na somewhere. Hiyo ndo sisi tungependa. Kama ikitokea mahala tuna quality referees kutoka Zanzibar wanaostahili kwenda FIFA, wapelekwe wote FIFA. Kama tuna quality ya waamuzi kutoka bara wana quality ya kwenda FIFA, apelekwe mtu FIFA on merit. Waigizaji wa sanaa ya ucheshi Wima Stand Up Comedy wameiomba serikali kuwaunga mkono kupata mikopo nafuu ambayo itasaidia kupata mafunzo ya kukuza sanaa hiyo ambayo inakuwa kwa kiasi kikubwa nchini, pamoja na kutoa ajira kwa vijana vipaji vya kuchekesha. Nelson Muniam ametuandalia taarifa ifuatayo. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam wakati wa kutambulisha wachekeshaji wapya waliohitimu mafunzo ya kina ya darasa la kwanza la Comedy Hub kwa mwaka 2026, mkurugenzi na mwanzilishi wa Comedy Hub Humphrey Richard maarufu kama MC Kisoli ameiomba serikali na wadau wa maendeleo kuwaunga mkono katika uwezeshaji ili waweze kutambua na kukuza vipaji zaidi. Wameweza kupitia mafunzo ya kutosha, mazoezi ya kutosha. Hapa mnapowaona kwamba hawa rafiki zangu hapa, kuna ambao wamekuwa kwenye mafunzo kwa miaka 6, wengine miaka 4, wengine 3, 2. Kwa hiyo wameiva. Sasa kama kitu kishakuwa tayari kimekuiva, nadhani ni muda wake sahihi sasa wanajamii kukipokea na kukitumia. Nao wahitimu wa mafunzo hayo wakaahidi kutoa burudani ya kukata na shoka kwa wapenzi wa vichekesho katika tamasha lao litakalofanyika tarehe 7 Agosti mwaka 2026 katika makumbusho ya taifa Posta, Dar es Salaam. Unajua mimi kuingia huko sio kwamba nimeenda kwa shida. Mnajua Wahaya tuna hera.
mpaka umri huu kama nilikuwa sijazipata, nasubiria kuja kupata kama mzee wa KFC. Mimi ninazo toka mapema, haya tunahera. Kwa hiyo basi mimi nataka nibebe zamana, yani washikishaji wangu wote hao ambao tuko nyuma, kama itatokea mtu yote aje kuchekesha, njoo nitukane mimi. Kutoka Dar es Salaam, Nelson Munema, Channel 10. Kwingineko, shindano la golf la Cooperative Master 2026 inatarajiwa kuanza kutimua vumbi Agosti mosi, likitarajiwa kushirikisha wachezaji wa mashirika mbalimbali nchini pamoja na watoto, likiwa na lengo la kuwapa nafasi wachezaji kuongeza ushindani. Wakizungumza na waandishi wa habari za michezo, viongozi wa shindano hilo sambamba na wadhamini wameeleza umuhimu wa shindano hilo kwa mchezo wa gofu. Lengo letu is to have corporate companies to come together, play golf, wawe na brand zao zizikane at least in the market, to create an environment ambayo watu wajifunze golf, wajue golf is open to everybody. So we are very happy that this year huu tutakuwa na teams kutoka kampuni mbalimbali watang'ang'ania corporate team of the year. Alafu kuna individual, mchezo wa individual. Kwa hivyo wini na juniors, kama vile tunaelewa juniors ndio wachezaji wa kesho. Kwa hivyo kama golfers tunashukuru sana. Shughuli yenyewe rasmi tarehe 1 mwezi wa 8 yatafanyika hapa viwanja vya Lugalo Golf Club. Mnakaribishwa watu wote, na tunashukuru pia Lugalo kwa ajili ya kutusupport na kuwa mmoja wa watu wanao facilitate hili shindano. Na taarifa hiyo ya mchezo wa gofu na ikautua kwenye habari za michezo kitaifa. Na sasa tukaangaze yapi yamejiri kwenye upande wa habari za michezo kimataifa. Timu ya taifa Argentina imefuzu fainali ya kombe la dunia 2026 baada ya kuifunga Uingereza bao 2-1 katika mchezo wa nusu fainali uliochezwa usiku wa jana mjini Atlanta nchini Marekani. Uingereza walikuwa kwanza kupata bao kupitia Anthony Gordon katika dakika 55 kabla ya Enzo Fernandez kusawazishia Argentina dakika 85. Lautaro Martinez alifungia Argentina bao la ushindi katika dakika nyongeza kipindi cha pili, akimalizia pasi ya Lionel Messi na kuiwezesha timu hiyo kufuzu fainali kwa mara ya pili mfululizo tangu ilipotoa ubingwa wa dunia mwaka 2022 nchini Qatar. Kwa ushindi huo sasa Argentina wanakutana na Hispania katika mchezo wa fainali utakaochezwa Julai 19 mwaka huu, baada ya Hispania kuiondoa Ufaransa kwa ushindi wa mabao 2-0 kwenye nusu fainali nyingine. Argentina albiceleste itakuwa ikisaka kutetea ubingwa wake wa dunia, huku Hispania La Roja ikilenga kutoa taji hilo kwa mara ya pili katika historia yake tangu alipofanya hivyo mwaka 2010. Na ndivyo ambavyo tumejuzwa kwenye upande wa habari za michezo kimataifa. Na michuano hii ya kombe la dunia inaendelea kudhihirisha kwamba usimkatie mtu tamaa, na matokeo halisi kabisa ni pale ambapo kipenga kitakapopulizwa baada ya kutamatika kwa dakika za mchezo. Na ndivyo ambavyo tunatamatisha habari za michezo na burudani. Mimi ni Esther Mtebe. Nikukumbushe tu kwamba kabla ya kula na baada ya kula unatakiwa kunawa mikono ili ibaki safi.